Heshima lazima idumu. Heshima lazima idumu. Kwanza tumekubaliana ya kuwa National Executive wametoa idhini rasmi ya kuwa party leader wetu aanze kuweka mikakati, tuwe tuna mazungumzo rasmi na William Samoei Ruto na chama cha UDA. Matokeo yake yakisha tukishaweza kumalizana tutayajua hapo mbele. Pili, kuhusiana na ile mambo ya 10-point agenda, tumeamua kando na wale wenzetu ambao kwamba wenye kupiga parapara katika mabaraza, tumeamua ya kuwa viongozi wetu walioko katika bunge, Junet Mohamed na wengine, watahakikisha ya kuwa katika 10-point agenda ya kwanza ni fedha ziende katika ugatuzi. Watapigania ili kuwe na amendment bilioni 450 ziende katika county. Pia vile vile katika supplementary inaokuja, ndugu zetu ambao kwamba waliumia na wale walienda mbele ya haki, compensation lazima ianze, na mazungumzo yakiwa yanazungumzwa tunataka fedha kibindoni. Kwa hivyo watafanya mpangilio waweze kuyaweka yale mambo ambayo kwamba ni ya pesa. Tumekubaliana, kwa sababu nimeona wengine wanazungumzwa ya kuwa tumetolewa katika azimio. Sisi uamuzi wetu ni kwa azimio, hatuwezi kutolewa, ni sisi kutoa uamuzi ya kutaka kutoka. Kwa hivyo tumeweka rasmi ya kuwa tutoke katika azimio ili tuweze kuganga yajayo. Sasa mimi nataka kuambia wapwani, kwa sababu haya mazungumzo mutakuja muulizwe. Nisikizeni, nyinyi ndio ambao kwamba ni viongozi mulioko mashinani. Wakati party leader yuko hai, marehemu Baba Raila Amolo Odinga, tulikaa katika Central Committee na uamuzi ulipokuwa unatoka ya kuwa aende katika African Union, tulikubaliana ya kuwa si mmoja wetu katika Central Committee. Kulikuwa na deputy party leaders 3, kulikuwa na mwenyekiti, kulikuwa na viongozi tofauti, lakini tuliamua ya kuwa kwa vile ilikuwa ni ile position ya acting, tuweze kumchagua Profesa Anyang' Nyong'o. Kwa hivyo si jambo ambalo kwamba ni geni. Tulifanya mkutano katika Nairobi, hii National Executive, tukaweka uamuzi wakati ule ya kwa yule ambaye kwamba tunaona atakuwa ni sawa awe ni acting, paka delegates conference yekwe awe ni Daktari Oburu Odinga. Nataka tuweze kuelezana ili mufahamu ya kwa ile lugha ambayo kwamba inaotumika na wengine, lugha ya kuhadaa wa Kenya. Hatukumaliza hapo. Daktari Oburu si yeye alitaka uongozi, ni sisi tulimpatia uongozi. Daktari Oburu tukaweza kukubaliana na sote katika Central Committee. Hapa Mombasa, katika uwanja ule ambao kwamba ni wa Swahili Port, Daktari Oburu Odinga, mimi, Gladys na wengine tukashika, mwenye kushika mswahafu alishika mswahafu, alishika Biblia alishika Biblia. Tukaapishwa na huku kuna zile fireworks zinaendelea. So it is immoral for anyone to challenge the validity of Dr. Oburu Odinga, whether in private or in public, kusema ya kwa Oburu Odinga is in office illegally. Wakati sote tuko pale na watu wanasoma wazi. No one
And I repeat, no one, hakuna yule ambaye kwamba atakayeweza kusema ya kwa yeye ni oxygen. Oxygen peke yake ndio ambayo kwamba hatuwezi kuishi bila nayo. Kwa hivyo unless your name is oxygen O2, anyone is replaceable in this party. Na tuelewane, hiki chama kimeweza kwenda mbele kwa misingi ya heshima. We will never ever allow our party leader to be disrespected in any way whatsoever. Uamuzi ambao kwamba umetoa hii leo NEC, one, Edwin Sifuna has been replaced by deputy wake ambaye kwamba yuko hapa na nitampatia nafasi aweze kuzungumza. And this position will be spread throughout the whole region. Haiwezekani ya kuwa tunakaa tunakubaliana mengine kisha baadaye watu wanapanda kwenye majukwaa na kwenye mativi wanaongea mengine. It will not happen. There's no growth of any political party without discipline. Kwa hivyo hii leo kwanza ilikuwa tu ni ku party leader waone ma MCA kutoka pwani nzima wako hapa, sio? Ma MCA wa Mombasa wako? Ma MCA wa Kwale? Ma MCA wa maeneo ya Lamu? Na najua Lamu watakuwa wako kule kesho, na najua wengine wameamua kusubiri kule. Maeneo ya Kilifi ma MCA wao? Tana River? Kwa hivyo Your Excellency, pwani nzima iko hapa. I think I've read the resolutions of that long meeting that we had. Na mimi nataka kuweka kitu kimoja uwazi. Nisikizeni niwaambie. Hiki chama kimeendeshwa na misingi ya discipline. Wakati ule wa nyuma kila mmoja anaweza kuongea ni sawa, ongea vile unavyotaka. But we're entering into a war zone. Hatuwezi kuingia katika war zone anayekupiga risasi ni yule ambaye kwamba yuko nyumbani. And some people have already made decisions kitambo. Watu wanapanda kwenye majukwaa, wanasema wengine, na majukwaa yanajulikana ni ya ODM, wanasema ya kuwa tunataka kutoa salamu za Gachagua. When did that ever happen? Watu wanapanda juu ya majukwaa wanasema ya kwa wengine wamevuliwa sijui suruali. Watu wanapanda juu ya majukwaa wanatusi kila aina, hata wale wanne ambao kwamba